Na mada yetu ya leo katika kipindi hiki anwani yake ni kuzungumzia baadhi ya fadhila zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu wa Islam, tupo ndani ya kivuli cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupo ndani ya utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupo ndani ya rehema za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupo ndani ya kheri nyingi za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika moja ya mambo ambayo yanaonyesha kwamba mwezi huu ni mwezi wenye kheri nyingi ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, lau ya'lamu al-ibadu ma fi hadha ash-shahr min al-khairat latamannat ummati an yakuna ramadhanu sanata kulla. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa maneno yake ya kutuwekea wazi katika kutuonyesha kuwa mwezi huu una kheri nyingi, amepata kusema lau angelijua waja yanayopatikana katika huu mwezi miongoni mwa kheri nyingi, lau angelijua waja kwamba mwezi huu una kheri nyingi, la tamannat ummati an yakuna ramadhanu sanata kulla, angelitamani ummati wangu Ramadhani ikawa ni mwaka mzima. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye anafahamu zaidi kuliko sisi, na ndiyo ameamua kuweza kutufahamisha kwamba huu mwezi una kheri nyingi. Lau tungelijua sisi waja, basi tungelitamani mwezi huu usiwe unakuja kwa mwaka mara moja, tungelitamani ukawa mwaka mzima ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, ili tuweze kuchuma katika khairati ambazo zinapatikana katika mwezi huu. Hadithi hiyo imepokelewa na At-Tabarani. Lakini katika hadithi ambayo inaeleza fadhila, umuhimu, ubora unaopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ni hadithi ambayo inasimuliwa na Salman al-Farisi. Salman al-Farisi anasema kwamba khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitukhutubia mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, fi akhiri yaumi min Shaaban, katika mwishoni mwa siku za mwezi wa Shaaban, kabla kuingia Ramadhan. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa na maswahaba aliwahi kutoa hutuba katika mwishoni mwa mwezi wa Shaaban ikiwa inakaribia Ramadhan. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ayuha nnas, enyi watu, qad adhallakum shahrun adhimun mubarakun, hakika umekufinikeni mwezi mtukufu wenye baraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia maswahaba, anawaambia Waislamu kwa ujumla kwamba wamefinikwa na mwezi mtukufu wenye baraka. Endelea kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fihi lailatul qadr khairun min alf shahr, ndani ya mwezi huo kuna usiku wa cheo, usiku wa lailatul qadr, usiku ambao ni bora kuliko miezi elfu. Mtu akafanikiwa kufanya lolote katika jambo la kheri, basi analipwa malipo zaidi ya miezi elfu. Ja'ala Allahu siyamahu faridatan, Mtume sallallahu anasema amejalia Mwenyezi Mungu swaumu katika mwezi huu wa Ramadhani kuwa ni faradhi. Kama mnafahamu kwamba katika jumla ya nguzo za Uislamu 5 ndani yake kuna nguzo ya saumu Ramadhani, na kufunga mwezi wa Ramadhani na kufunga saumu ya Ramadhani. Saumu hii imejaliwa ndani ya huu mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo saumu inayofungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ni faridha, ni saumu ya faradhi. Hakuna sunna katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakuna sunna ya saumu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali kuna saumu ya faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna saumu ya sunna, bali kuna saumu ya faradhi, kwa vile anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile inafahamika kuwa huu mwezi ndani yake imefaradhishwa, ndio kumewajibishwa
watu kufunga saumu ya Ramadhan, saumu ambayo ni sehemu katika nguzo za Uislamu 5. Kwa hiyo kufunga ndani ya mwezi huu ni faradhi. Wa qiyama lailihi tatawuan, na amejalia Mwenyezi Mungu kisimamo cha usiku katika mwezi huu ni sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man taqarraba fihi bi khaslatin min khisali alkhair kana kaman adda alfariida fi ma siwa, yoyote ambaye atajikurubisha kwa Allah kwa kijambo cha aina yoyote, kwa jambo la aina yoyote, min khisali alkhair, katika mambo ya khairi, kana kaman adda alfariida, mtu huyo atakuwa ni kama yule ambaye ametekeleza faradhi, fima siwao, katika mwezi usiokuwa huu wa Ramadhani. Yani yoyote ambaye atafanya jambo la kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana ya kufanya sunna, basi hakika mtu huyu litaandikwa jambo lake ni kama vile ametekeleza faradhi katika miezi ya kawaida. Ukiswali sunna za kablia na baadia katika salawatul mafruḍa, basi zile sunna zinaandikwa ni kana kwamba umetekeleza faradhi katika mwezi isiyokuwa huu mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kuonyesha umuhimu na fadhila za mwezi huu, baada ya kuonyesha kwamba mtu akifanya jambo katika mambo ya kujitolea kwa kujikurubisha na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo hilo linahesabiwa ni faradhi katika maisha yake. Hiyo ni katika moja ya fadhila ambazo tunazipata katika mwezi huu. Lakini miongoni mwa fadhila zinazopatikana katika mwezi wa Ramadhan, faman adda fihi faridha kana kaman adda 70 faridha fima siwa, fadhila zinapatikana katika mwezi huu, yule ambaye atatekeleza faradhi moja katika huu mwezi wa Ramadhan, basi atahesabiwa kana kwamba ametekeleza faradhi 70, atapata malipo ya kutekeleza faradhi 70 katika mwezi usiokuwa huu. Nalo hili jingine katika fadhila zinazopatikana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, faradhi moja malipo yake sawa na faradhi 70 zinazopatikana katika mwezi usiokuwa huu. Mtume sallam katika hutuba yake hii ambayo inasimuliwa na Salman al-Farsi, Mtume anasema, wa shahru sabri wa sabru thawabuhu aljanna, huu mwezi tuliokuwa nao ni katika mwezi wa subra, kwa sababu mtu anajizuia na kula na kunywa, ila hali anacho cha kukila, anacho cha kukinywa. Mtu anajizuia kufanya starehe na mke wake, ila hali ni halali yake, lakini ndani ya mwezi huu inakuwa ni haramu yake. Katika mchana wa Ramadhan mtu anaweza kuwa na subra ya kujizuia kumwendea mkewe. Mtu anaweza kuwa na subra ya kufanya kadha wa kadha katika mambo ambayo ni haramu katika miezi yote, lakini katika mwezi huu ni haramu zaidi. Mtu akafanikiwa kuweza kujizuia katika mambo ya haramu katika mwezi huu, basi yote hii ni katika kuonyesha subra iliyopitiliza. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema huu ni mwezi wa subra, na subra thawabu zake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa washaru sabri wasabru thawabuhu aljanna, huu ni mwezi wa subra, na subra thawabu yake ni mtu kulipo pepo, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kapana vingine wenye subra wanalipwa na Mwenyezi Mungu malipo yao pasi na hesabu. Kwa hiyo na mwenye kufunga, mwenye kushikamana na kujizuia na matamanio katika kipindi hiki cha Ramadhani, huyu anahesabiwa yuko katika subra, basi malipo yake ni kulipwa pepo ya Mwenyezi Mungu ambayo imeandaliwa waidati lilmuttaqin. Lakini huwa shahrul muwasat, huu ni mwezi wa kusaidiana, shahrul muawana, huu ni mwezi wa kusaidiana. Huwa shahru yuzadu rahmatu yuzadu fihi rizqul mu'min, lakini pia ni mwezi ambao yuzadu fihi rizqul mu'min, uzidishwa ndani ya mwezi huu riziki ya mu'min. Kawaida ndani ya mwezi huu katika fadhila tunazipata sisi waumini ni kuzidishiwa riziki katika kipindi cha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini huwa shahru awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqum minan nar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea katika hutuba hii kueleza waumini wa kipindi hiko na waumini ambao tumefikia sisi katika kipindi hiki
kwamba mwezi huu ni mwezi ambao una mafungu matatu. Fungu la kwanza ni la rahma, watu wanapata rehema kwa Mwenyezi Mungu kwa kujipinda kwao kutafuta rehema hizo, kwa namna watakavyojipinda katika kuyafanya mazuri, basi rehema za Mwenyezi Mungu ndani ya masiku 10 wanakuwa wapo katika rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo 10 la kwanza linakuwa ni 10 la rehema, imejaliwa kwamba 10 la pili kuwa ni 10 la maghfira, watu hujipinda katika kutafuta msamaha Mwenyezi Mungu. Wa akhiruhu itqum minan nar, na 10 la mwisho ni 10 la kuachwa huru na moto. Haya ni katika fadhila ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusimulia, kuwaeleza waumini, kuwaeleza maswahaba na sote kwa ujumla katika wale ambao